Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji, niko mbele yenu, naitwa Dr. Balagoma. Leo naletea kipindi kingine nikielezea sayansi ya nguvu za kiume. Sayansi ya nguvu za kiume. Changamoto ya nguvu za kiume ni tatizo ambalo linakumba mamilioni ya wanaume wengi duniani. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, na ni kutokana na changamoto ambazo zingine zinawafesi pasipo kuelewa. Kwa leo nataka nichambue mfumo mmoja baada ya mwingine. Sayansi ya nguvu za kiume inahitaji kuelewa mifumo ifuatayo. Lazima tuangalie mfumo wa fahamu, na kwenye mfumo wa fahamu hapa ndipo napoelezea kwa leo. Pia lazima tuangalie mfumo wa tumbo la ngiri. Mfumo wa tumbo la ngiri nimeshauelezea. Fuatilie ingia YouTube yangu utaona nimeelezea vizuri inavyoathiri changamoto ya nguvu za kiume. Mfumo mwingine ambao inatakiwa tuelewe katika tatizo hili, tunaangalia mfumo wa mkojo. Kwenye mfumo wa mkojo hapa nazungumzia maradhi ya prostate gland, tezi dume. Nitachambua vizuri jinsi inavyoathiri nguvu za kiume. Hapa tunaangalia na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hiyo lazima tunapoelezea nguvu za kiume hauwezi ukaacha kuangalia na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, tutauangalia inavyoathiri. Na pia tukimalizia na utulivu wa mwili. Tunaposema utulivu wa mwili, hapa ndio tunaangalia kitu stressi na kupata muda wa kupumzika au kulala. Hivi vyote tutaviangalia. Nifuatie Dr. Balagoma TV Online, subscribe uwe ni mwenye kupata taarifa darasa mbalimbali, uwe mwanafamilia yangu. Kwa leo naangalia sayansi ya nguvu za kiume. Kwa leo naangalia kipengele cha kwanza, mfumo wa fahamu. Tunaposema nguvu za kiume ni nini? Nguvu za kiume ni kitendo cha mwanaume au kijana kuishi na mke wake na kuweza kufanya tendo la ndoa vizuri na kuweza kumkizi mwenzake na yeye kukizi haja yake. Hiyo ndio tunasema nguvu za kiume. Ila tunaposema upungufu wa nguvu za kiume, ambao ndio tunaulenga zaidi, ni ile hali ya mwanaume au kijana kuweza kushindwa kumudu tendo la ndoa vizuri, hatimaye na kumwacha mwenzake, mke wake, huku akiwa ni mwenye majonzi, mwenye manunguniko ya kubaki bila kupata neema aliyokuwa akistahiki ya kuweza kukiziwa haja ya tendo la jimai, tendo la ndoa. Sasa sayansi ya nguvu ni pana sana, na watu wamekuwa wakiumia wakichukua dawa bila kufahamu anaenda kutibia nini. Hiyo ndio imekuwa tatizo ambayo imeonekana mpaka leo, kwamba wauza nguvu za kiume kwamba si watu walio sahihi, kwamba ni matapeli. Hapana, kuna wengine wako sahihi, lakini hata huyo aliyo sahihi amekutana mgonjwa wake ni kumpa, mada amemwambia siwezi kufanya. Inatakiwa uelewe. So tunaposema sayansi ya nguvu za kiume ni pana sana, au tatizo la nguvu za kiume ni tatizo kubwa. Ndio maana mimi huwa nasema hakuna ugonjwa wa nguvu za kiume, ila kuna visababishi ndio natakiwa tuvitibie. Mtu kishamuelewa kisaikolojia kwamba huyu ana changamoto zipi. Sasa tunaposema sayansi ya nguvu za kiume kwamba ni pana, leo nikiangalia mfumo wa fahamu, tunaangalia sasa, ngoja niuelezee. Tunaposema mfumo wa fahamu, tunaangalia kuanzia mfumo wa ubongo, mfumo wa uti wa mgongo, na pamoja na mfumo wa maumbile ya mwanaume. Mimi au wewe mtazamaji, unapomwona mke wako na kuwa na vishawishi vya kufuata tendo la jimai, tunasema kwamba kisaikolojia au kibiolojia, tayari ubongo hutoa ishara kwenye uti wa mgongo, na uti wa mgongo hupeleka ishara hiyo kwenye maumbile ya mwanaume. Maumbile yale, nikisema maumbile unaelewa, maumbile yale yatafanya kazi ya kusisimka. Kusisimka kule ni taarifa inapofika kutoka kwenye ubongo kupita kwenye uti wa mgongo kwenda kwenye maumbile, ina maana mishipa ya ateri itaanza kuflow damu, wakati mishipa ya veni itasinyana. Sasa tuangalie kwamba tayari mimi nahitaji kufanya tendo la jimai. Ubongo umepeleka taarifa kwenye uti wa mgongo, uti wa mgongo umepeleka kwenye maumbile yangu kwamba kuna jambo nataka nilifanye. Ili uweze sasa kumaster katika mfumo huu,
huu mfumo ambao umegawanyika katika sehemu tatu: ubongo, uti wa mgongo na kwenye maumbile. Ina maana hapo sasa ni kitendo cha ubongo utapeleka taarifa kwenye uti wa mgongo, uti wa mgongo utapeleka kwenye taarifa kwenye maumbile yangu, maumbile yangu mishipa itasimama. Kwamba hapo ndio tutaona kwamba lazima damu itiririke kutoka kwenye ubongo, taarifa kutoka kwenye ubongo itapita kwenye uti wa mgongo, itaingia kwenye mishipa ya damu. Kwamba kitendo cha ubongo kupeleka taarifa kwenye uti wa mgongo na kupeleka uti wa mgongo kupeleka kwa maumbile, kitendo hicho kisababisha kufura kwa damu kuingia kwenye maumbile yangu. Sasa basi hapo maumbile yakiwako vizuri, ndipo pale atachukua muda mrefu na kumaliza tendo la ndoa. Ni kitendo ambacho sasa mishipa ya damu, tunazungumzia mishipa ya artery, itafanya kazi ya kuflow damu, mishipa ya veni itasinyaa. Kitendo cha kusinyaa itasababisha mishipa ya artery iweze kuchukua muda mrefu ikiwa flow damu. Hapo ndio tunapata kitu kinaitwa strong and longer erection, uimara na kuchukua muda mrefu maumbile ya mwanaume yakiwa yamesimama na kuperform tendo la ndoa vizuri, na kuweza hata baadaye kufika mwishoni na kukaa dakika chache na kuweza kurudia awamu ya pili na zaidi. Kwa hapo nafikiri umenielewa vizuri kuhusu mfumo wa fahamu kwamba mishipa lazima iwe active. Sasa hapo ndio baadaye tutaona kwamba vitu gani vinavyoathiri mfumo wa damu kwenye mishipa mpaka mishipa inadhoofika, inashindwa kuflow damu vizuri, damu inaingia kidogo na maumbile kuwa legelege. Nifuatie, tutaona kwamba si uimara wa mishipa tu, baadaye mishipa inadhoofika, kuna vitu vinasababisha baadaye unajikuta tia damu haingii vizuri na mishipa inakuwa dhaifu kuweza kuflow damu. Dr. Balagoma TV Online, nifuatie, subscribe, uwe mwanafamilia wangu, uwe unanifuatilia hapa. Natoa darasa unapopata changamoto ya kutokumasta tendo la ndoa vizuri, usitukimbilie kutafuta dawa. Hebu angalia daktari atakayekushauri kwanza, ujue changamoto yako ni nini ili kuweza kuisobu vizuri. Namba za simu 0694029277 au 0655782996. Karibu sana.